Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wa sallallahu ala Muhammadin, amma ba'd. Mfanyabiashara anayefunga ana nafasi mbili mbele ya Mola wake. Jambo la kwanza, kupata thawabu ya ibada ya biashara, na jambo la pili, kupata thawabu za kutoa huduma kwa uaminifu. Ili kuepuka usipoteze thawabu hizi, nimekuletea kipindi rasmi kinachoitwa Ilinde Funga Yako. Ndani yake mna mbinu 4 ambazo zinaweza kukuvusha wewe katika Ramadhani hii ukapata thawabu kamili na funga yako ikawa haina dosari yoyote. Hivyo kaa nasi mwanzo mwisho, bila kusahau kujiunga nasi Shalba Online TV kwa kusubscribe. Pia vile vile share klipu hii kwa muumini mwingine ili naye afaidike. Jambo la kwanza ambalo mfanyabiashara unayefunga unatakiwa uzingatie ni aswidiqu wal amanat, ukweli na uaminifu. Katika hili Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, at-tajiru as-saduqul amin ma'a an-nabiyyin was-sidiqin wash-shuhada. Mfanyabiashara muaminifu atakuwa pamoja na manabiyin, was-sidiqin na marafiki wa kweli, washuhada na mashahidi siku ya kiyama. Wewe mfanyabiashara, kama utatumia ukweli katika biashara yako na ukawa muaminifu katika kutekeleza biashara hiyo, siku ya kiyama utakuwa pamoja na manabii. Si manabii tu, pamoja na maswidiqin. Si hao tu, pamoja na mashuhadai pia. Kwa nini? Kwa sababu umedhihirisha ule uaminifu pamoja na ukweli katika biashara yako. Na ukifanya hivi, unaweza kuilinda funga yako isiharibike na ukapata thawabu kamili na ukaibuka mshindi wa thawabu kwa Mola wako. Na kama biashara yako ni ya mtandaoni, upo Instagram, Facebook, Twitter, TikTok na kwingineko, tumia picha za kweli, tumia video za matangazo za kweli. Usiweke picha ya uongo kwenye biashara yako. Picha inaonyesha kitu kingine na unachouza ni kitu kingine. Ukitumia udanganyifu katika biashara hizo za mtandaoni, saumu yako itaharibika na thamani yako mbele ya Mola wako itapotea, na huwezi ukapata thawabu kamili ya mwezi wa Ramadhani. Hivyo kama unahitaji thawabu kamili za mwezi huu, tumia uaminifu na ukweli katika biashara yako ya mtandaoni, na Allah subhanahu wa ta'ala atakuwezesha katika hilo. Jambo la pili, kwa wewe mfanyabiashara unayefunga, ili uweze kuilinda funga yako vyema, unatakiwa ujiepushe na kitu kinachoitwa tatfiful mikyali wal mizan. Jiepushe na udanganyifu wa vipimo. Hapa nazungumza na watu wa magengeni, wenye kufanya biashara ya genge: vitunguu, maharage, mchele, unga, karoti na vitu vingi ambavyo vinapita kwenye mizani. Jitahidi sana kuzingatia hili, kwa sababu unapokosea kwenye mizani kidogo, iwe kwa upande wako au kwa upande wa mteja, umeweka funga yako matatani. Allah anasema katika surati al-Mutaffifin aya ya 1 hadi ya 3, wailul lilmutaffifin, ole wao wale wanaopunguza vipimo, alladhina idha ktalu ala nnasi yastawfun, ambao wanapojipimia kwa watu hujipimia sawa sawa. Wa idha kaluhum au wazanuhum yukhsirun, na wanapowapimia wengine hupunguza vile vipimo. Kwa hiyo kupunguza vipimo katika kufanya biashara, kwanza ni madhara makubwa sana katika maisha ya akhera. Na kama umefunga ndo upo gengeni sasa ukafanya ujanja huo, elewa ya kuwa funga yako haina ulinzi tena. Hii imeharibika kwa kitendo cha kupunguza vipimo au kutokuweka sawa katika vipimo, yani kwenye mizani yako pale. Hivyo jambo la msingi katika biashara, wewe mfungaji unayefanya biashara ya kupima kwenye mizani, hebu zingatia uzito wa mizani pande zote mbili.
Usiegeshe upande wako wala usiegeshe upande wa mteja. Weka mzani sawa sawa. Hapa utailinda funga yako na utaibuka mshindi wa thawabu kwa Mola wako, kwa sababu Ramadhani hii umeweza kuilinda funga yako kisawasawa. Jambo la tatu, kwa wewe mfanyabiashara unayefunga, ili uweze kuilinda funga yako, ni ubora wa bidhaa yako. Weka wazi kwenye ubora wa bidhaa yako. Kama bidhaa yako ni feki, usiipe ubora wa uoriginali. Yani kama ni feki, ibaki kuwa feki. Waambie watu bidhaa yangu sio original, ni feki. Na kama ni original, iweke kwenye nafasi yake. Usiweke udanganyifu katika kufanya biashara hii, kwa sababu unapomdanganya mtu, mathalan unamuuzia mtu simu feki, simu bovu, simu limeshatumika sana, ukalileta ukaliweka dukani kwako au ukalitangaza kwenye mtandao wako, mtu akaja hajui ilikotoka hiyo simu, akaja kuinunua. Unajua hii simu ni mbovu, hii simu ni feki. Kama bwana, simu safi tu hii, wewe chukua, akakupa pesa. Ikienda kumsumbua, unapata madhambi. Na ukiwa katika funga ndo umefanya biashara hiyo, hii funga yako haina ulinzi tena. Ulinzi umeondoka. Thamani ya funga hii imetoweka na huwezi kupata thawabu. Kwa hiyo zingatia ubora wa bidhaa yako na uwaambie watu ukweli kulingana na ubora wa bidhaa yako. Na hapa nitakupa kisa kilichowahi kutokea nyumbani kwa imamu mkubwa wa Kiislamu, Imam Abu Hanifa, mwanachuoni mkubwa sana huyu. Alikuwa na mfanyakazi wake. Katika kagua ya biashara, akaona kuna kitambaa fulani kimepoteza ubora. Kitambaa cheupe kikawa na madoa machafu ambayo hayawezi kufutika. Imam Abu Hanifa akamwambia mfanyakazi wake kwamba kabla ya kuuza kitambaa hiki, hakikisha unamwambia ukweli atakayenunua kwamba hichi kitambaa ni kibovu, kina madoa ambayo hayawezi kufutika. Lakini kama binadamu, yule mfanyakazi alisahau kumkumbusha mnunuzi anayekuja kununua hicho kitambaa kwamba kina madoa. Akamuuzia, akatoa pesa, akaondoka zake. Baada ya muda, yule mfanyakazi akakumbuka kwamba nilipewa maagizo na bosi wangu ambaye ni Imam Abu Hanifa kwamba mnunuzi atakayenunua kitambaa cheupe nimpe maelezo mapema kwamba kitambaa kile ni kibovu, hivyo aelewe kama atanunua anunue na kama ataacha aache. Lakini nimesahau. Ilipofika jioni, akamwambia bosi wake. Imam Abu Hanifa alichokifanya ni kuchukua zile faida zote alizozipata siku hiyo kutokana na biashara hiyo, akazitoa sadaka, kwa sababu huyu aliyenunua kitambaa hajulikani na hata akimtafuta hawezi kumpata, keshaondoka. Kwa hiyo alichokifanya ni kutoa sadaka ya faida aliyoipata siku nzima, ili kufidia makosa ya usahaulifu kwa mfanyakazi wake, kwa ajili ya kulinda uaminifu baina yake na Mola wake katika biashara. Kisa hiki kinatufundisha nini? Faida ni kwamba biashara yoyote ile inahitaji uaminifu na uwazi. Kama unauza bidhaa mbovu, waambie watu bidhaa yangu ni mbovu, mwenyewe achague kwa hiari yake. Na Mtume anasema man ghashna falaisa minna, yeyote anayeghushi, kugushi biashara, udanganyifu katika biashara, bidhaa feki unawaambia watu ni original, huku ndo kugushi. Mtume anasema man ghashna falaisa minna, yeyote atakayetugushia biashara au kutufanyia udanganyifu katika jambo lolote hili la kibiashara, huyu si katika sisi. Yani kama wewe umefunga na ukafanya hivyo, wewe si katika Waislamu. Ni wazi kuwa funga yako haitokuwa na ulinzi tena. Hivyo kama unahitaji kulinda funga yako, jiepushe na udanganyifu, uwe muwazi na mkweli katika biashara yako. Funga yako itathaminika na utapata thawabu kamili. Jambo la 4 ni kudhibiti hasira. Mfanya biashara, kumbuka pale unapofanya biashara wanakuja watu tofauti, wenye tabia tofauti, malezi tofauti, mudi tofauti.
Hivyo utakumbana na kauli tofauti. Unatakiwa udhibiti hasira zako, kwa sababu ukidhibiti hasira zako kwenye biashara hiyo, utakuwa umeilinda funga yako na thawabu utazipata kwa ukamilifu. Na hapa nitakupa kisa kilichowahi kutokea kwa Imam Ali bin Hussein. Huyu ni mjukuu wa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anayefahamika Zainul Abidin. Huyu Zainul Abidin alikuwa amefunga. Wakati wa kufuturu, mfanyakazi wake akaja na bakuli ya chakula. Alipomkaribia akamwagia usoni, labda ni bahati mbaya, akamwagia kile chakula usoni. Sawa Kumbuka imamu amefunga na muda wa kufuturu ni muda wa ibada. Sasa huyu mfanyakazi akaja kumwagia chakula usoni. Yule binti alitetemeka kwa kitendo hicho, akahofia labda kuna jambo kubwa linaweza kumkuta, kumwagia imamu wa Kiislamu, imamu wa waumini, chakula usoni. Binti alipomwangalia akamsomea aya Qur'ani katika kumkumbusha sifa za watu wa peponi. Akasema walqadhimina alghaidha, na wanaodhibiti hasira zao, wanaotulia wakati wa hasira. Imamu akasema sikukasirikii tena, nimeacha kukasirikia. Yule mfanyakazi akaongeza walaafina anin nas, na wanaowasamehe watu. Imamu akasema nimekusamehe kwa kosa la kunimwagia chakula usoni, nimekusamehe. Binti yule mfanyakazi akaendelea kusema wallahu yuhibbul muhsinin, kwamba na Allah anawapenda wanaofanya matendo mema. Imamu akasema kuanzia sasa na kuacha huru, wewe sio mtumwa wangu tena, nenda kwa ajili ya Allah, mimi nakuacha huru. Kisa hiki kinatufundisha kwamba ulinzi wa funga sio tu kulipiza kisasi, bali ni kusamehe kwa kupanda daraja 3 za kiroho. Imam kamwagiwa chakula usoni, alikuwa na haki ya kukasirika, alikuwa na haki ya kutoa adhabu, alikuwa na haki ya kufanya anavyotaka kwa mfanyakazi wake, kwa sababu huyu kafanya kosa. Lakini imam, kwa kuwa alikuwa katika funga na lengo ni kulinda funga, aliondoa hasira, kapanda daraja ya kudhibiti hasira yake, kamsamehe yule mtumishi. Pamoja na kuwa kakosea, lakini kamsamehe kwa makosa ya kumwagia chakula usoni. 3, kampa kitu ambacho hakutarajia kukipata kwa kufanya makosa. So huyu binti kafanya makosa ya kumwagia chakula usoni. Alichotarajia ni kupata adhabu, lakini kapata msamaha wa kuachwa huru. Kwa hiyo katika kudhibiti hasira kunaweza kukufanya upande viwango katika daraja. Hivyo tunastopia hapa, adhana imetolewa. Endelea kuwa nasi Shalba Online TV kwa faida nyingi kama hizi, bila kusahau kushare, kulike na kusubscribe channel yetu Shalba Online TV. Furaha yako ndiyo fahari yetu. Assalamu alaikum. Shalba TV, furaha yako ndiyo fahari yetu.